habari za uhakika utazipata. Sambamba na mabadiliko tunayozungumza wakati wote, serikali ya awamu ya sita imesimamia matumizi ya mifumo mbalimbali ya kielektroniki, na ndio imekuwa msisitizo kwenu watendaji wakuu kuhakikisha kwamba mamlaka za serikali za mitaa, wakati wote tunapofanya kazi, wakati wote tunapoendesha mawasiliano, basi mawasiliano yetu yawe ya kimfumo kwa njia ya kielektroniki. Mifumo hii inaiwezesha pia mamlaka ya serikali za mitaa kupitia halmashauri zetu kupata ufanisi, uwazi na uwajibikaji katika mamlaka zetu. Na mifumo hii ni pamoja na mifumo ya uhasibu ambayo leo tumeimarisha kwa kielektroniki na yako mawasiliano moja kwa moja mpaka makao makuu ya wizara. Lakini pia mfumo wa manunuzi, mifumo ya makusanyaji wa mapato. Matumizi ya mifumo kwa kweli yamesaidia sana kupunguza urasimu, kurahisisha ulipaji wa malipo, hasa udhibiti wa upotevu wa mapato na kuboresha ukusanyaji huo. Na leo tumeona kila halmashauri ilikuwa inakusanya fedha, walikuwa wanakusanya theluthi moja, sasa wanakusanya theluthi zote tatu na kufanya kitu kizima ambacho kimekadiriwa. Lengo ambalo mmeendelea kulitekeleza ni kuishauri serikali katika masuala mbalimbali yanayohusu ustawi wa mamlaka ya serikali za mitaa. Na sina shaka kupitia mkutano huu wa 15 mtatoka hapa na maazimio na ushauri kwa serikali yetu kwa kulenga kuongeza ubora wa utendaji wa serikali, lakini pia na utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa kuzingatia ukaribu na ushirikiano wenu na wananchi, naamini mnazitambua vizuri changamoto ambazo zinawakabili wananchi wetu kwenye maeneo yetu, na mnaelewa pia afua ambazo zikitekeleza zinaweza kuleta maendeleo makubwa. Na kwa muktadha huo, endeleeni kuimarisha taasisi hii ya TOA ili iweze kuwa na nguvu na iweze kuishauri serikali pasavyo wakati wote, tena pamoja na kuhimiza wanachama kufanya kazi kwa weledi, uzalendo, ili kuleta matokeo chanya yanayotarajiwa na Watanzania. TOA iwajibike kuhamasisha katika kutumia mbinu mbalimbali kwenye mamlaka hizi za serikali za mitaa, kuongeza wigo wa mapato ili kuongeza uwezo wa kujitegemea kimapato na kugharimia shughuli mbalimbali za uendeshaji na utoaji huduma kwa wananchi wetu. Taasisi hii ya TOA iwe chachu ya kusimamia ukusanyaji mapato kwenye maeneo yetu. Hebu mpeane mbinu. Kwa nini mapato yanayokadiriwa kuja kukusanya yanakwenda 134%? Maana yake nini? Mlikosea kukadiria. Hamkutambua vyanzo. Kumbe kuna vyanzo vingine mliviacha, mkuviingiza kwenye mpango kazi. Tunajua kuna maeneo yanaibuka kimsimu, basi kama ni imepandisha 1% kwa sababu ya eneo liloibuka kwa msimu, hiyo sawa. Lakini kama ni makadirio tu alafu mmefanyia kazi maeneo yote, imepata 134%. Wengine wanafanya hivyo ili tu waziri wa nchi akifika apongeze na kupongeza, mnajipigia makofi, lakini kumbe kulikuwa na kauzembe, kaukadiriaji. Ni muhimu mkabainisha vyanzo vyote, mkajifunza kila chanzo kinatuingizia shilingi ngapi kwa mwaka, alafu mweke. Mkishaweka sasa, ongeza nguvu ya ukusanyaji kikamilifu. Hayo ndio msisitizo wangu. Naomba nitumie nafasi hii kuwaelekeza na kuwataka viongozi wote wa mikoa na watumishi wa mamlaka za serikali za mitaa nchini kuendelea kusimamia maadili na uzalendo, mifumo ya ukusanyaji wa mapato pamoja na mifumo mingine yote iliyoanzishwa na serikali kwenye ngazi zao. Pia kuendelea kusimamia kikamilifu matumizi ya fedha za umma pamoja na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika utekelezaji wa dhana nzima ya ugatuaji wa madaraka kwa umma kwa maana ya D/D na kutekelezwa kwa programu ya maboresho ya serikali za mitaa, mafanikio kadhaa yamebainika katika nchi yetu. Mafanikio hayo ni pamoja na kuboresha mazingira ya demokrasia na hasa falsafa ya Mheshimiwa Rais ya 4R, ambapo wananchi wameshiriki katika kuwachagua viongozi wanaowataka
katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwezi Novemba 2024 na kwa ngazi za vitongoji, vijiji pamoja na mitaa. Lakini pia kumekuwepo na kuongezeka kwa uwazi na uwajibikaji hasa katika ngazi zote za utendaji kazi serikalini, kutumika kwa mfumo wa ushirikishwaji wa wananchi wa fursa na vikwazo vya maendeleo katika upangaji mipango ya maendeleo katika jamii zetu. Mafanikio mengine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni pamoja na usimamizi wa maadili ya watumishi wa umma, uzalendo, mifumo ya rasilimali watu, tehama, kanuni za kudumu za utumishi, usimamizi wa mapato na matumizi, utoaji wa huduma bora kwa wananchi, usikilizaji na utatuzi wa kero za wananchi, utunzaji na uhifadhi wa mazingira, uhimizaji na matumizi ya nishati safi kwa wananchi, pamoja na usimamizi wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika utekelezaji wa dhana hii ya ugatuaji wa madaraka, tunaamini huduma kwa wananchi zitaendelea kuimarishwa na kuboreshwa na kuondoa changamoto mbalimbali zinazojitokeza. Ninapenda kutumia fursa hii kukuahidi kwamba tutaendelea kusimamia rasilimali zote za serikali kwa manufaa ya wananchi ili wafaidi matunda ya taifa lao. Sambamba na hilo, tunaomba kukuthibitishia kuwa tutaendelea kusimamia na kutekeleza maelekezo na shughuli zote za serikali kwa weledi mkubwa, kwa maana ya kutekeleza dhana nzima ya ugatuaji wa madaraka.